Ya mitambo hii ambayo leo naizindua inanipa jambo kwenye kikao kijacho cha baraza la madiwani la halmashauri ya Kilosa kulifikiria. Na nitawaambia kwa nini tulikuwa tunasita. Tulikuwa tunasita kwa sababu mara nyingi mitambo hii ikinunuliwa kwa gharama kubwa sana, isiposimamiwa vizuri inakuwa haina tija. Baada ya muda imeharibika, baada ya muda hakuna anayeona anawajibika. Sasa mimi nimewasikiliza taarifa yenu, nimeweka mambo mazuri sana ambayo baadaye nitayaeleza. Hiyo ndio sababu kubwa, lakini kwa mfano huu wa Ubungo naanza kupata mwanga wa jinsi gani halmashauri zetu zinaweza zikanunua mitambo kama hii. Mtandao wa barabara ni mkubwa, na nichukue nafasi hii kuwapongeza sana TARURA na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuipa TARURA fedha nyingi. Lakini mtandao wa barabara wa nchi hii ni mkubwa. Nchi hii ina kilomita za mraba 945,040. Sitaje nchi za Kiafrika ili nisije nikaleka vibaya, lakini ukubwa wa nchi hii unaingiza Uingereza yote na Ufaransa yote na eneo linabaki. Nchi hii ni kwa ukubwa ni mara 4 ya Uingereza, na ninaposema Uingereza ni England, Wales, Scotland na Northern Ireland. Sababu wakati mwingine tunasahau hilo. Kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma ni kilomita 1,300. Si vizuri kulisema hapa. Mtu anayeondoka kwa ndege Dar es Salaam kwenda Nairobi kwa ndege hiyo hiyo, na anayetoka Dar es Salaam kwenda Kigoma, wa Nairobi atafika, atarudi, wa Kigoma bado yuko angani anaenda Kigoma. Ndio ukubwa wa nchi hii. Wakati mwingine tunasahau kwamba nchi hii ni kubwa, maana yake mtandao wa barabara ni kubwa na TARURA anafanya kazi kubwa. Tuwe wabunifu katika kuongeza uwezo wa kutatua changamoto za wananchi, kwa sisi wenyewe pia kuchangia. Kwa jambo ambalo limefanyika leo ni jambo kubwa, si dogo hata kidogo. Sasa nini wajibu wenu watu wa manispaa ya Ubungo? Kwanza ni kuhakikisha mradi huu unakuwa endelevu. Mkiufanya kwa ufanisi ukafanikiwa, halmashauri nyingine za wilaya, halmashauri za miji, halmashauri za manispaa zitakuja kujifunza kwenu kufanya jambo hili. Lakini mradi huu ukitetereka, maana yake na sisi wengine ambao tumekuwa na sita tutasita zaidi. Na ili mradi huu uwe endelevu, hapa mnasema mmeunda kamati ili kuelekea kuanzisha SPV. Sasa SPV, ndugu zangu wananchi, ni kifupi cha Special Purpose Vehicle. Yaani maana yake hawa wanazungumzia kuanzisha kampuni au kitengo cha kusimamia hii mitambo. Mimi naomba huo mchakato ukamilike haraka sana. Kwembe ya mwaka 75 nilipofika kwa mara ya kwanza Dar es Salaam, kuja kunawa tongotongo ni ujue mji, si kwembe ya leo. Changamoto bado zipo, lakini na maendeleo yapo. Leo tunazungumzia kununua mitambo, kuzindua mitambo ya kutengeneza barabara. Lakini miaka 5 iliyopita ilikuwa ni kuzifungua barabara zenyewe. Kwa hiyo ambaye hakuwepo wakati barabara zipo anaweza akabeza leo tunazindua mitambo. Lakini aliyekuwa kwembe wakati barabara hazipo ataona leo ni maendeleo makubwa. Nadhani mstahiki meya mstaafu ni kweli. Anayeona mitambo hii leo anaweza asione kwembe ilikotoka. Lakini wale ambao wamekuwa kwembe hapa miaka 20 wanajua haya ni maendeleo. Maana yake ametutoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Barabara zote hizi kwa kadiri ya uwezo wa nchi utakapokuwa unakuwa na uchumi zitakuwa za kiwango cha nini? Cha lami. Na atakayezaliwa wakati wa kiwango cha lami, yakitokea tu mafuriko daraja likaziba atalalamika. Lakini aliyekuwa hapa ambapo haikuwa barabara ya lami anasema haya ni maendeleo makubwa. Kwa ametuletea salamu, tuwaletea salamu zake hizo. Lakini 3, ametutuma katika salamu zake tuje tuwashukuru wananchi wa Tanzania. Tuwashukuru, anawashukuru sana
kwa moyo wenu wa kuipenda nchi yenu na kuunga mkono jitihada zake katika kuleta maendeleo ya Tanzania. Hizo ndizo salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tulisema tusiwe wazungumzaji sana. Mheshimiwa Waziri, kuna msemo wa Kiingereza unasema words itself cannot capture existence, lakini silence it can. Kwa lugha ya Kiswahili, maneno peke yake hayawezi kudhihirisha uwepo, ila ukimya unaweza. Tumesema tuwe ni watu wa kupunguza maneno ili kuongeza udhihirisho na uwepo. Tuwe ni watu wa kupunguza kuongea ili vibaki vitu vinavyoweza kujieleza vyenyewe. Huwa nawaambia wakuu wa wilaya pamoja na watumishi wote kwamba ukikuta una mkuu wa wilaya, una mkurugenzi na baraza la madiwani, fikra zao ni kujenga viframe vya maduka kama ndio uwekezaji, hao hawafai hata kuwa wenye vitu wa vitongoji. Lakini hiki unachokiona Mheshimiwa Waziri ni brilliant ideas ambazo tunaanza kuhama kutoka kwenye kuwaza vitu vidogo kwenda kwenye kuwaza vitu vikubwa vyenye maslahi mapana kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, moja ya jambo ambalo analisisitiza ni mifumo kusomana. Sasa na sisi hapa Ubungo tunachokisisitiza ni watumishi na wananchi mifumo yao kusomana, kwa maana kwamba ili yawe maendeleo lazima yaakisi vitu vikubwa vitatu. Yawe ni maendeleo kwa ajili ya watu, yawe ni maendeleo yanayoweza kuchangiwa na watu, na yawe ni maendeleo kwa ajili yao wenyewe. Ni vitu kama vitatu: by the people, for the people, of the people. Mahali pengine kupeleka mitambo hiyo wanaweza sione kama kuna tija, lakini tija hii ipo kwa kuwa ni maendeleo ambayo yanaakisi moja kwa moja yale matatizo ambayo ni ya Watanzania. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, nafahamu kwamba wewe ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu. Leo hapa Ubungo hatuna mkurugenzi. Mkurugenzi aliyekuwepo amestaafu. Tumemleta mkurugenzi baada ya kufanya vetting, angalau aweze kukaimu kwa kipindi ambacho mamlaka inaweza kuleta mkurugenzi mwingine. Kama mkuu wa wilaya nimezungumza naye zaidi kama mara mbili, waheshimiwa madiwani kupitia meya amezungumza pia kidogo kuhusiana na aliyeletwa kuwa kaimu mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri, ninafahamu kwamba kazi ulionituma hapa kwenye huu mkoa na kazi ambayo Mheshimiwa Rais ametuma, hatuwezi kufanya makosa kufanya peruzi ya kina kuhusu sifa za mtumishi wa umma kukaimu nafasi ya ukurugenzi. Ikikupendeza na ikaona inafaa, tukuombe basi Mheshimiwa Waziri utupelekee salamu ya kwamba kama inawezekana basi abaki huyo huyo, aungane na wenzake ili kuendelea kuwa mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo. Tunachokizungumzia hapa sio mkurugenzi ambaye ni mali ya mkuu wa mkoa, hapana. Wala sio mkurugenzi ambaye ni mali ya rasi, hapana. Wala sio mkurugenzi ambaye ni mali ya wakuu wa idara au mali ya madiwani, hapana. Tunazungumzia mkurugenzi ambaye ana rationality kubwa, anaunganisha watu, hayaoni mabega kama ngao ya kuvuka ng'ambo, ana kauli kwao, lakini anafahamu vizuri msingi uliopo kati ya central government na local government, nini maana yake, na anafahamu vizuri namna ya kuibeba taswira ya local government authority katika ngazi ya wizara kuipeleka kwa wananchi.